Kwa majina naitwa Donald Ndaro Protas, diwani wa kata yetu hii ya Kitangiri, ambaye nimechagulia mwaka 2020 Oktoba, na ikimpendeza Mungu mkataba wangu na wananchi utaishia mwaka huu. Lakini wakati tunachaguliwa sisi tuliahidi mambo mengi sana ndani ya chama chetu, lakini pia tuliwaambia wananchi nini tutafanya kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tuliahidi sekta ya afya, tuliahidi sekta ya elimu, miundombinu, masuala ya mikopo, vikundi, 10% ya halmashauri. Tuliahidi mambo mengi sana. Lakini sasa namshukuru Mungu mpaka leo tunakwenda kuhitimisha kipindi cha awamu ya kwanza ya uongozi wangu tukiwa tumetekeleza mambo kwa 100% kubwa. Ni machache sana tulioahidi ambayo hatujatekeleza, lakini pia mengine tumekwisha yaanzisha, ni kuyamalizia tu panapo majaliwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa haya tuliyofanya ambao ni kwa faida ya jamii yetu tunayoiongoza hii ya kata yetu ya Kitangiri. Utaangalia tuliahidi zahanati, tukaahidi kituo cha afya. Sasa leo hapa tarehe 26 mwezi huu wa 3 mwaka 2025, leo tayari tumekushapata mzabuni ambaye atakayeanzisha ujenzi wa hii zahanati na ni kituo cha afya cha kata ya Kitangiri. Kwa hiyo utaona tunatengeneza historia ya uongozi huu tuliopo. Kata yetu ya Kitangiri ni miongoni mwa kata kongwe ndani ya halmashauri yetu ya Ilemela. Utakumbuka hapo awali halmashauri ya Ilemela wakati inaanzishwa ilianzishwa ikiwa na kata 9. Lakini sasa hivi halmashauri ya Ilemela ina kata 19. Maana yake kuna kata 10 zimeongezeka. Miongoni mwa kata hizo 10 zilizoongezeka zina maendeleo ya kiwango cha juu sana. Sasa ilikuwa ni sikitiko langu kubwa sana. Kwa nini sisi ambao ni kata kongwe, kata anzilishi ya manispaa yetu, tulikuwa hatuna kituo cha afya? Imempendeza Mungu, baraza la madiwani wa halmashauri ya Ilemela walibariki shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki cha afya. Sasa leo tunaanzisha ujenzi tukiwa na engineer pamoja na mzabuni kwa ajili ya kujenga kituo chetu cha afya. Tumepata mzabuni ni kampuni ya Baya Construction ambao watajenga mradi huu. Wataanza na wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, alafu baadaye yatajengwa majengo ya gorofa. Kitakuwa ni kituo cha kihistoria ambacho hakijawahi kutokea katika halmashauri yetu ya Ilemela. Tunavyo vituo vya afya kwenye halmashauri ya Ilemela, lakini hatuna kituo cha afya chenye gorofa. Hiki kitakuwa ni kituo cha kwanza chenye muundo wa gorofa. Kwa hiyo mimi binafsi na viongozi wenzangu wakiwemo mwenyekiti wa serikali za mitaa na ODC kwa ujumla, lakini pia na baraza la madiwani wa halmashauri ya Ilemela, ninawashukuru sana kwa ushirikiano walionipa, na mpaka hapa tunakwenda kuanzisha ujenzi wa kituo hiki cha afya. Kitasaidia sana. Ukiangalia jiografia ya kata ya Kitangiri, hapa ni kama katikati. Wengi wanafika katika eneo hili. Mitaa sisi tunao mitaa 8. Sasa ukiangalia kwa position ya hili eneo, mitaa mingi inafikika hapa kirahisi. Ni rahisi sana hata mgonjwa akizidiwa kumsogeza hospitali ya mkoa, ya maana hospitali ya Siketule. Ni rahisi na ni karibu, na miundombinu ya usafiri ni miepesi. Kwa hiyo tunashukuru kituo hiki kuanza, na baadaye ile eneo linatumika kama ofisi ya kata ya Kitangiri, lakini baadaye tutahamisha hii ofisi. Tutapeleka, kuna eneo tumepata kwa ajili ya kujenga ofisi ya kata. Kwa hiyo eneo hili baadaye litamilikiwa na kituo cha afya. Kwa hiyo tunashukuru kwa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya Ilemela, Madamu Umi Mohamed Wayayu, na pamoja na baraza la madiwani kutuidhinishia milioni 40 kwa ajili ya ujenzi. Hizi ni fedha za awali za ujenzi. Tunakusudia kupata boma kupitia milioni 40. Kwa hiyo jengo hili litakwenda mpaka level ya boma, baadaye tutaomba fedha tena kwa ajili ya kufanya maendelezo ya majenzi. Kwa hiyo ninapongeza halmashauri na wapongeza wote na wengine wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameshiriki kuhakikisha ujenzi huu unaanza kwa wakati.